Na mtazamaji, ni wasawa kuangaza habari za michezo na burudani. Mimi ni Esther Mtebe na tuanze na habari za kitaifa. Baraza la Michezo la Taifa BMT limewataka wadau mbalimbali wa michezo wa masumbwi nchini kuchukua fomu za kugombea nafasi mbalimbali kuelekea uchaguzi wa chama cha waamuzi wa ngumi za kulipwa nchini unaotarajiwa kufanyika mwezi huu. Tupate taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Wito huo umetolewa na afisa habari na uhusiano wa Baraza la Michezo la Taifa BMT na Jaha Bakari wakati wa mahojiano maalum na Channel 10 Michezo, na kusema kuwa wadau wa mchezo huo wanatakiwa kujitokeza kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea nafasi mbalimbali. Waamuzi wa ngumi za kulipwa nchini, wale ambao wanajua wana sifa, kwanza ni Mtanzania, amepitia kozi mbalimbali za uamuzi, ana vyeti mbalimbali vya uamuzi vinavyomfanya yeye akubaliki kuwa mwamuzi wa ngumi za kulipwa nchini na hata kimataifa, basi ajitokeze kuja kuchukua fomu kwa nafasi ambazo zipo kwa mujibu wa katiba ya ATPBRO, ambayo nafasi inayotakiwa ni nafasi ya mwenyekiti, nafasi ya makamu mwenyekiti, nafasi ya katibu mkuu na nafasi ya mweka hazina. Kwa nafasi hizi za juu ada ya fomu ni shilingi 100,000. Tutoe rai kwa wale ambao ni wanachama sasa wa ATPBRO, basi wakae mkao kula, wahakikisha kwamba wanatuletea viongozi wale ambao ni kweli viongozi na sio tu viongozi ambaye anakuja kwa maslahi ya yeye mwenyewe, awe kwa maslahi ya kuendeleza, ya kufanya maamuzi sahihi kwenye ulingo kwa mabondia wetu, awe ni maamuzi kweli ambao ana sifa zile zinazostahili. Katika hatua nyingine, na Jaha Bakari ameviasa vyama na mashirikisho ya michezo nchini kulipa ada za mwaka ili kufanya kazi kwa uweledi sambamba na kutii sheria. Vikumbushe vyama vile ambavyo vinajua kwamba vinadaiwa na Baraza la Michezo la Taifa ada za mwaka, havijasajili, vinafanya kazi ya michezo bila kusajili, basi vifanye hivyo vile inavyotakiwa ili michezo basi iendeshwe kwa kufuata sheria na taratibu za nchi na sheria ya Baraza la Michezo la Taifa. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Shukran Juma Abdurrahmani kwa taarifa hiyo. Kamisheni ya kusimamia ngumi za kulipwa Tanzania TPBRC kwa kushirikiana na World Boxing Council WBC na Africa Boxing Union ABU imeandaa kozi maalum ya kimataifa ya mafunzo ya uboreshaji wa waamuzi wa ulingo nchini inayotarajiwa kuanza Juni 13 mwaka huu. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo, mwenyekiti wa TPBRC Emmanuel Saleh amesema kuwa lengo la mafunzo hayo ya kimataifa ni kuandaa waamuzi wa ndani ili wawe tayari kimataifa kutokana na fursa nyingi zilizopo katika mchezo huo. Kwa hiyo tumefika sasa mahali ambapo lazima tuendeshe kozi kwa ring officials waliopo na wapya wanaotaka kuingia. Lakini pia ningewaalika nyinyi waandishi wa habari wenye interest lakini ya boxing. Kama una interest ya boxing sikualiki, lakini kama una interest ya boxing, ukihudhuria semina ile, hata unapokwenda kuandika au kucomment kwamba umeonaje, kama wewe tayari una idea ya nini ngumi inapigwaje, ngumi gani yenye point, ngumi gani haina point, kitu gani hakiruhusiwi, tayari una idea. Naye mwenyekiti wa kamisheni hiyo Alex Galinoma ameweka wazi umuhimu wa mabondia, mapromota, waamuzi na wadau wote wa mchezo huo kuhakikisha wanakuwa na leseni ambazo zinawatambulisha rasmi katika kazi za masumbwi. Bondia kabla hajaingia ulingoni, kuna swala la afya, kuna swala la kupima uzito. Hivi vitu vyote vina muda wake vya kufanyika kabla ya ile siku ya tukio. Kwa kuna mambo mengi ambayo yanaendelea huku nyuma, inabidi nihakiki kwamba bondia au mtu yote ambaye anashiriki kwenye ngumi za kulipwa ana leseni iliyo hai ambayo inamtambulisha, kwa sababu tunaamini kwamba unapokuwa na leseni inatutambulisha wewe ni nani kwetu.
Witness Matiku, Channel 10 Michezo. Uongozi wa mahakama nchini unakusudia kuwashirikisha majaji katika michezo ya ndani ili waweze kushiriki katika mashindano mbalimbali ambayo mahakama Tanzania imekuwa ikishiriki. Kusudio hilo la uongozi wa mahakama limewekwa wazi hapa jijini Dodoma wakati mtendaji mkuu wa mahakama Profesa Elisante Ole Gabriel alipokuwa akipokea vikombe na medali zilizotwaliwa na wachezaji wa timu ya mahakama katika mashindano ya Mei Mosi na Shimiwi. Kwamba ikiwezekana kwenye nyumba za mheshimiwa majaji pale Iyungu, walau wakiwekewa michezo ile midogo ya kawaida, karata, darts na mingine, huwezi kujua ikafika mahali hata majaji wakaibuka washindi wa darts. Na sisi wengine nimeshaomba kama mtanikubalia. Pamoja na mambo mengine, mtendaji mkuu huyo wa mahakama akawaagiza viongozi wa timu juu ya uchaguzi wa wachezaji, huku katibu wa timu Robert Tende akiomba muda wa wafanyakazi wote wa mahakama kufanya mazoezi mara 3 kwa wiki. Tujitahidi sana, najua mmeshajitahidi, na tujitahidi sana tushirikishe wachezaji wa maeneo ya pembezoni kadri inavyowezekana. Jambo hili la michezo ni fursa nzuri ya kumpa kila mtumishi wa mahakama bila kujali kwa. Tunaomba kupata kibali cha kufanya mazoezi endelevu kwa siku 2 au 3 kwa juma, hasa Jumatatu, Jumatano na Ijumaa kwa taasisi nzima. Hata hivyo, idadi ya siku inaweza kuongezeka kutegemeana na mazingira ya mkoa au kituo husika. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringamongi. Naam, taarifa hiyo kutoka Dodoma inahitimisha habari za kitaifa kwa usiku, na sasa tukaangaze huko upande wa michezo kimataifa. Timu ya Indiana Pacers imeibuka na ushindi wa alama 116 kwa 107 dhidi ya Oklahoma City Thunder katika mchezo wa 3 wa fainali za NBA na kuchukua uongozi wa ushindi wa mechi 2 kwenye mfululizo wa michezo 7. Tyrese Haliburton alikuwa muhimili wa ushindi huo kwa kufunga pointi 22, kutoa pasi 11 za mabao na kuchukua rebounds 9. Pacers walipindua meza walipoingia robo ya 4 wakitumia nguvu ya benchi lao ambao liliwazidi Thunder. Benedict Mathurin aliibuka shujaa kutoka benchi kwa kufunga pointi 27, huku Haliburton akiwapongeza wachezaji wenzake kwa kujitokeza na kuleta utofauti kwenye wakati muhimu. Kwa upande wa Thunder, Shai Gilgeous-Alexander ambaye ametajwa kuwa mchezaji bora wa msimu MVP alifunga pointi 24, lakini akafifia katika robo ya 4 kwa kufunga pointi 3 pekee. Jalen Williams alifunga pointi 26, naye Chet Holmgren akachangia pointi 20 na rebound 10. Mchezo wa 4 wa fainali hizi unatarajiwa kuchezwa tena kwenye uwanja wa Gainbridge Fieldhouse siku ya Ijumaa saa 9:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Na huko jijini Manchester City imekamilisha usajili wa kiungo wa kimataifa wa Uholanzi Tijani Reinders kutoka AC Milan kwa ada ya pauni milioni 46.5. Reinders mwenye umri wa miaka 26 amesaini mkataba wa miaka 5 na anatarajiwa kuwa nguzo mpya katika safu ya kiungo wa Pep Guardiola kufuatia kuondoka kwa Kevin De Bruyne. Mchezaji huyo aling'ara kwa kiwango cha juu katika Serie A msimu uliopita, akifunga mabao 15 na kutoa assist nyingi kuliko kiungo yoyote, hatua iliyomfanywa ataje kuwa kiungo bora wa msimu. Reinders alijiunga na Milan kutoka AZ Alkmaar msimu wa joto wa 2023 na mara moja akawa muhimili wa timu hiyo. Manchester City imethibitisha kuwa Reinders atakuwa sehemu ya kikosi kitakachoshiriki kombe la dunia la vilabu nchini Marekani na anatarajiwa kuonekana kwa mara ya kwanza tarehe 18 Juni dhidi ya Wydad Athletic kutoka Morocco. Uamuzi wa Reinders kuondoka Milan unatajwa kuchochewa na msimu mbovu, wakimaliza katika nafasi ya 8 na kukosa tiketi ya kushiriki michuano ya Ulaya. Ni hayo tu katika michezo kimataifa. Mimi ni Salum Pelembo na hii ni Channel 10. Shukran Salum Pelembo kwa habari hizo za kimataifa. Na hivyo ndivyo ambavyo tunaweka utuo kwa usiku huu kwenye habari za michezo na burudani. Mimi ni Esther Mtebe, ni kurejeshe kwake Lulu Ali kwa ajili ya kuhitimisha habari kwa usiku huu.